Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu yangu, tunazungumzia juu ya ibada adhim sana ambayo licha ya wingi wa thawabu zake ina matokeo mengine katika levo ya makarama, nayo ni ibada ya dhikri. Dhikri ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo pamoja na kumtaja katika ulimi kwa utaratibu ambao umethibiti katika sheria na kwa zile nyiradi ambazo zimepokelewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Natanabahisha hivyo kwa sababu ibada hii shaitani ameingilia na akaifanyia uchakachuzi mkubwa kiasi kwamba utakuta kuna adhkari zinafanywa nje ya utaratibu na zingine si adhkari aslan na zinaitwa ni dhikri, kama vile zile dhikiri za kukohoa na kupiga kifua. Wallahu almusta'an. Nimesema yani ibada hii ina matokeo katika levo ya makarama kwa sababu Fatima binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallama alimwendea baba yake akamwambia kazi zimekuwa ni nyingi za nyumbani, amsaidie, ampatie mjakazi ambaye atamsaidia kama msaidizi wa nyumbani kwa lugha ya leo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa nafasi yake alikuwa na uwezo wa kumpatia binti yake kijakazi wa kumsaidia shughuli zake, na Fatima ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama alimpa badala ya kile alichokuwa anakitaka ambacho kitakidhi shida yake aliyokuwa nayo. Akamwambia, ni kufundisha maneno ambayo yatakutosheleza, hutahitaji msaidizi. Utakuwa una nguvu kiasi cha kumudu kazi zako. Yani kwa tafsiri rahisi, atakuwa ana nguvu tofauti na nguvu za awali, na atakuwa una utendaji na ufanisi tofauti na mwanzo. Na Fatima ni yule yule. Akamwambia, utamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara 33 kabla ya kulala, na utasema alhamdulillah mara 33, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, Allahu akbar 34, jumla zinakuwa ni 100. Ulama wakasema dhikri ina kama ambavyo inatia nguvu katika upande wa kiroho, kadhalika inatia nguvu katika upande wa mwili, kwa sababu hizi kazi ambazo alikuwa akizilalamikia mama Fatima radhiallahu anha zilikuwa ni kazi ambazo zinatumia nguvu ya mwili. Na sio ajabu tukisema kuna mashirikiano kati ya nguvu ya kiroho na nguvu ya kimwili. Na bila shaka dhikri inaongeza nguvu katika mwili na katika roho. Katika upande wa kiroho tunasema mtu ambaye anafanya adhkari anakuwa na nashati katika ibada, anakuwa na raghba na mapenzi ya ibada, na anakuwa yuko active na anakuwa anapenda ibada. Kwa hivyo ibada ya dhikri ni ibada ya malezi makubwa sana katika upande wa kiroho. Kadhalika miongoni mwa maajabu na faida za dhikri ya Mwenyezi, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inafanana na hii. Masahaba radhiallahu anhum, wao walikuwa ni kama watu wengine kimaumbile, ni kama watu wengine waliokuwa makafiri na walikuwa wako wanapigana nao dhidi ya dini ya Uislamu.
Mara nyingi masahaba radhiallahu anhum walikuwa wakishinda katika vile vita katika hali ambayo wao walikuwa ni duni kiidadi na kimaandalizi, lakini walikuwa mara nyingi wameshinda katika vita vingi. Ni nadra sana mara chache masahaba kushindwa, na inakuwa kuna sababu ya makosa ya kidini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutajia, anaashiria siri ya ushindi wao kuwa ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hawa wanamtaja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na wana imani, na hawa hawana imani na hawamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha laqitum fi'atan, mkikutana na kundi la maadui katika jihadi, yani fathbutu, kuweni imara, jitahidini muwe madhubuti, wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun, na litajeni jina la Mwenyezi Mungu sana, mtajeni Allah sana ili mpate kufaulu. Kwa hivyo kushinda kwao na kufaulu kwao katika vile vita vingi, siri ilikuwa ni kuwa wao walikuwa ni wingi wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inasemekana ilikuwa ukipita katika mahema yao, yani wakipambana wakati wa mchana, ikawa umeingia wakati wa usiku, wanaenda kulala katika mahema yao, na wengine tabani wanalinda wale walioko katika mahema. Ukipita utasikia kutoka katika mahema yao dawiyan kadawi an-nahl, utasikia sauti kama vile sauti ya nyuki. Nyuki huwa kila mmoja anatoa sauti kidogo kidogo katika mzinga. Zile sauti ndogo ndogo zikikusanyika zinatengeneza muungurumo fulani. Ilikuwa unasikia sauti, na hii inaashiria kwamba mtu yani anapomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza yani akamtaja sauti isisikike kabisa au ikasikika mara moja moja. Kwa maana hiyo basi, wakiamka baada ya kuwa wamemtaja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla usiku kucha, matokeo ya baada ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vita atakuwa ni tofauti na kabla. Na kwa hivyo ilikuwa wakipambana, wakishindwa kupata ushindi, hawakeshi wakifanya mazoezi, bali wanakesha wakimdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kama vile wanajichaji na wanajibusti, na wakitoka hapo ni watu wengine kabisa. Na imethibiti ama imepokelewa kuhusiana na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba alikuwa akimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada salati al-fajri karibia na nusu ya mchana. Anasema nisipofanya yani baada ya hapo anaandika. Sheikhul Islam ni katika wanachuoni walioandika vitabu vingi sana, mpaka akawa ni mujtahid mutlaq katika fani zote, ni imamu na ni mujtahid. Alikuwa akifanya kazi ya uandishi ambayo lau kama ungelimpa mtu mwingine hiyo kazi ya siku moja, angelifanya kwa miaka kadhaa au miezi kadhaa. Na alikuwa akisema lau kama, anasema hiki ndio chakula changu na hii ndio nguvu yangu. Lau kama, anasema yani katika maana ya maneno yake, lau kama sikufanya hivi, yani lau kama sikufanya adhkari, sitakuwa na matokeo katika kazi yangu na ibada zangu kama ambavyo itakuwa nikiwa nimefanya adhkari. Dhikri ni katika ibada adhim. Tutaelezea kwa upande yani ama kwa maelezo mengine ya ziada wakati mwingine. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.